Ataitwa nani? Yesu. Kwa nini? Atawaokoa. Kuokoa ni kazi, umeelewa? Ataokoa watu wake na dhambi zao. Kuokoa ni kazi. Sasa jina zuri, kuna majina yani hatuzungumzii. Ngoja nitolee mfano. Si unamsikia mtu anaitwa Nyerere? Unafikiri unajua Nyerere anamiliki nyumba ngapi? Ila kazi yake mnaijua. Aliokoa ile taifa. Umeona? Kwa sasa ili uwe na jina zuri, ili uwe na jina kubwa, unataka kujifunzia. Moja ya kitu unatakiwa uwe nao, kufanya kazi. Hili somo haliwahusu watu wavivu. Hili somo linawahusu watu wanaopiga kazi. Kwa kazi inamalizika kwenye kazi. Kazi unaweza kuweka sawa sawa na hodari. Yaani kazi inakuhitaji uwe hodari. Kazi yote unaifanya inakuhitaji ufanye nini? Uwe hodari. Kwa mfano mimi ni mwalimu hapa, nipo kazini, natakiwa niwe hodari. Hodari kati unafanya kwa ubora, kwa uzuri. Kwa hodari ni unajifunza, ni kitu unajifunza kufanya ufanye kwa namna nzuri. Anasema yule ni mwalimu hodari, yule ni mchezaji hodari, yule ni mfugaji hodari, yule ni mfanyabiashara hodari. Hodari unajifunza. Na ukizungumzia hodari umezungumzia kazi, kwa sababu lazima uwe hodari kwenye kazi, au uwe hodari kwenye usingizi, au uwe hodari kwenye masengenyo. Hodari unaenda kwenye kazi. Muulize rafiki yako, unafanya kazi wewe? Je, ni hodari? Sasa kuna watu wanafanya kazi ila sio hodari. Unaona hapo? Kwa watu wote ambao tutawajifunza tutaona kazi ni hodari. Kwa watu wenye majina nimeona wanapiga picha wale, ili jina lao livume wale lazima watoe kazi nzuri. Na ili wafanye kazi nzuri lazima wawe hodari kwenye wanachokifanya. Wawe wazuri kwenye hicho, wabombee kwenye hicho. Uhodari ni ubobevu. Lakini namba 2, ushujaa. Ushujaa ni hali ya moyo. Ushujaa ni nini? Ni hali ya moyo. Kwa unaweza ukawa ni mfanyakazi hodari, lakini hali yako ya moyo ikawa mbovu, hauwezi kuwa na jina kubwa. Jina lako haliwezi likawa kubwa. Kwa hali ya moyo ni ya muhimu sana. Hali ya moyo ambalo ushujaa. Mungu amewaita watu wanaowaita Mungu walikuwa na hali nzuri ya moyo, yani moyo. Lakini ndio walikuwa wafanya kazi. Mungu hajawahi kuita watu wavivu. Popote ukisoma kwenye Biblia, Mungu aliwaita watu wakiwa kazini. Hajawahi kuwaita watu wavivu. Napenda mlale Mungu awapokee kwenye ndoto. Never. Mungu watu wanaofanya nao kazi, ambao tunaiita kazi, alikutana nao wakiwa kazini. Alikutana na Petro na kina Yohana wapi? Wanafanya kazi gani? Sio nilikuwa kazini, si ndivyo? Anakutana na Gideoni wapi? Alafu anamhitaji amka wewe shujaa. Kazini. Alikutana na Paulo wapi? Kipindi anaitwa Sauli wapi? Kazini. Alikuwa anafanya kazi gani? Anaua watu. Alikutana na Rahabu wapi? Kazini. Kazini wapi? Kahaba. Yaani Mungu anaitaga watu wanaofanya kazi, iwe halali au haramu. Si unanielewa? Ndio maana nimewataja hao watu, sio ninaambia kujifunze kwa Rahabu. Alikuwa kazini. Mungu hata kwa mtakatifu ufanye kazi, hana habari na wewe hatiki. Amekuta Sauli kazini. Alafu akikuita sasa, ndio anakupa hiyo neema sasa. Kama ilikuwa ni kazi haramu, anaifageuza iwe halali. Anamwambia kina Petro, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo somo sio la watu wavivu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa changamoto masomo yangu waga magumu, watu washajiani. Mungu alinipatia sana kufanya hivi. Yaani masomo haya tunataka nifundishe ile sadaka hapa mbele. Sasa ngoja nitolee mfano wa watu wachache ambao walimichallenge hapa. Wa kwanza ni Musa. Tumesoma andiko la Musa. Musa alikuwa ni mmoja ya jana, tunaheshimu sana muda. Okay. Musa ni mmoja ya watu ambao huwezi kuambia kitu Wayahudi kuhusu Musa. Sasa Matendo ya Mitume 7:22 nasema hivi, Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Tunatoka Musa kwa juu kuongea. Achana na hizo vitu. Mnagezeshwa tu hapo mjachimba ndani. Biblia inasema akawa
wa maneno na matendo. Unachokisema ndicho unachokifanya. Sasa kuna watu ni hodari wa maneno ila kazi ni not. Sasa huyo ngoja nikuoneshe Musa namna alikuwa anapiga kazi. Guys, Wayahudi wanamheshimu Musa mno. Na mmoja wa watu unayemwandika kwenye hizi system jifunze kwa Musa. Jifunze kwa Musa. Tusema pale jifunze kwa Musa. Ni kitabu nimeshakianza. In fact mwaka jana nimemsoma Musa mwaka mzima na nimemfundisha Musa kwenye grupu la WhatsApp. Every day nilikuwa naandika kuhusu Musa. Kwa nini namsoma Musa? Sasa Musa tunaelewa kwa nini Wayahudi walikuwa wanamheshimu Musa. Musa anaenda kuwatoa wana wa Israeli Misri. Kwanza miujiza kwa Musa aliwahi kufanya. Dunia nzima anafanya. Maji kwa damu. Sio maji ya nyumbani, ya nchi. Si vumbi kwa nini? Yaani wanauliza Mungu amemtumia Musa. Musa akagawanya bahari ya Shamu kwa fimbo. Sasa achana na hiyo muujiza unaoisoma. Ngoja nikuoneshe muujiza mwingine mnao hujui. Anapowatoa wana wa Israeli Misri, wasoma Biblia wachungaji wanatuambia walikuwa zaidi ya watu milioni 5. Watu zaidi ya ngapi? Sasa hivi nielewe vizuri, Dar es Salaam na watu kama milioni 7, 6. Yaani Musa aliitoa Dar es Salaam nzima aende nayo Mwanza. Na kumbuka hamna abudi wala SGR. Kwa anatoa Dar es Salaam anapeleka wapi? Hicho kitendo sikia. Wewe unaongoza tu kanisa la nyumbani, shemasi si kwa wao unaongoza unalalamika wewe. Yaani tu wasikii. Yaani niachie kitu uongozi si utaki. Sasa kuna mwanga anaitoa Dar es Salaam anaipeleka Mwanza kwa miguu. Acha watu waheshimu Musa kwa miguu. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa nawaza, yaani kuna watu wako Kibaha, kuna wengine wako Chalinze. Hivi unaelewa hicho kitendo? Kwa hiyo kuna ugomvi ukitokea Kibaha inabidi Musa atoke Chalinze arudi. Wakati anaenda wapi? Mwanza. Kwa miguu. Unaweza kuelewa hiyo intelligence ya huyu mwamba. Tujifunze. Ukija ukisoma hicho kitabu utaelewa sana kuhusu Musa. Naelewa kwa nini unamheshimu Musa. Wewe umheshimu. Huyu jamaa alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso kama mtu ongea. Tumesoma. Very giant. Huyu jamaa kuna kipindi alimindi mtu anambia Musa, wengine mtaongea kwa ndoto, kwa nini? Na mtumishi wangu Musa. We talk Musa. Sasa huyu Musa, moja ya kitu ambacho kilinishangaza, alipokaribia kufa. Alipokaribia kufa, anamchukua Yoshua, ndio kijana wake. Yoshua, njoo tunaona nini? Gold kapa. Sasa mimi ndio Musa, huyu ndio Yoshua. Sawa? Ameniona nikiwa nafanya huduma. Ameniona nikiwa juu kule nafanya vitu vingi. Ameniona nagawanya bahari ya Shamu. Ameniona amenituma kwenda kupeleleza hivyo. Yaani kwa Yoshua anamjua Musa kinaondoka. Wakati watu wengine wamelala, Yoshua alikuwa kwenye hema anamsubiria Musa. Kwa hiyo sasa wakati Musa anataka kuondoka, anataka kumwachia wosia huyu Yoshua. Hivi imagine wewe Yoshua ungetarajia Musa akupe wosia gani? Hicho kitu ndio kitu moja nishangaza. Mimi ndio nilikuwa Yoshua. Mzee anasema anakaribia na kufa. Kwa nini nitakuwa nipate wosia? Nataka nikuhusie, njoo kaa chini, usikilize wosia. Ungetarajia Musa amwambie vitu vya kutisha. Yaani nawaza Musa akamwambia Yoshua, omba sana. Mimi nimepiga 40 mwanangu. Wewe kwenye mambo ya utumishi omba sana. Kwenye mambo ya utumishi tupa sana. Yaani kuna vitu ningetarajia nitembea na Mungu. Ila wosia wa Musa kwa Yoshua unanishangaza mno. Kumbukumbu la Torati 31:32. 23 sorry. Kumbukumbu la Torati 31:23. Nani ndio kufika tunataka hapa mpaka kuishi. Kumbukumbu la Torati 31:22 inasema hivi. Akamwagiza Yoshua mwana wa Nuni. Angalia anachomwambia. Akamwambia, uwe hodari na moyo mkuu. Kazi na hali ya moyo. Uwe hodari na moyo mkuu, kwa kuwa utawapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowapa. Kwa sababu nami nitakuwa pamoja nao.
Musa anamchukua Yoshua. In fact, ile Yoshua sura ya kwanza zinasemaga wewe hodari ziko tatu. Ziko tatu. Anazinukuu kwenye Kumbukumbu la Torati hiyo 31. Amemwita mara tatu. Mara ya kwanza anamuita yeye na Musa wawili. Nyingine anamchukua anamweka katikati ya wana wa Israeli. Anamwambia huyu hodari na moyo wa shujaa. Nyingine anawaambia mkutano mkubwa uwe hodari. 3 times ndo anazokuja kuzinukuu kwenye Yoshua. Na anamwambia kwa kuwa nyaraka pale ndio wako kama Ibrahimu kule uwe hodari. Kwa nini anajiuliza kwa hiyo Musa wosia wote anachomuongezea anamwambia maneno ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako, ambao utaona kuna maneno ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako, yatafakari siku zote ndipo utakapofanikiwa sana. Wosia wa Musa hapana jipya la kutisha la kumwachia Yoshua, isipokuwa uwe hodari na moyo wa shujaa na kitabu hiki nikamwambia okay. Nikasema Musa atatuacha naye. Musa mbuzi hawezekani akafanya mambo yote makubwa afu wosia wake mwepesi hivyo. Ili nifanye nichimbe issue ya hodari na moyo wa ushujaa kuliko unavyofikiria. Nikaachana na Musa, nikaenda kwa Mungu wa pili ambaye Wayahudi wanamheshimu sana, anaitwa Daudi, ambaye kitabu chake nikajifunza kwa Daudi. Huyu nimemchimba ndio hadi kitabu chake hapa nilijuzi. Nimemchimba Daudi. Daudi anaheshimika. In fact, Wayahudi hawamwiti mfalme Daudi, wanamwita baba yetu nabii. He's a prophet wow. Kwa Daudi, tunajua Daudi nani alipotembea na Mungu. We know guys. Tunajua Daudi nani alipopigana vita. Tunajua Daudi Mungu alipomtumia. Tunajua Daudi alifanya hivyo. Kaboroka, kafundidi, kapatia. Mungu anamwita Daudi mtu aupendezaye moyo wangu. Sasa huyu Daudi alikuwa ni mtu wa namna gani? Ngoja niende nisome kidogo. Samueli wa kwanza 16:18 Biblia inasema hivi. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Mbethlehemu aliye stadi wa kupiga kinubi. Stadi ni hodari. Aliye stadi wa kupiga, kwa hatupigi tu wapigaji. Hatuimbi tu. Hatufundishi tu. Hatuhubiri. We need to be stern. Hapa anasemaje? Tena ni mtu shujaa. Alafu nakoma hodari wa vita. Musa naye alikuwa ni hodari. Mbona hiyo sifa? Anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Kama Musa ule, Bwana yu pamoja naye. You see? Sasa huyu jamaa alikuwa hodari na yeye. Na ametembea na Mungu kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo nikatarajia anapokaribia kufa anamuita Suleiman mwanae. Kwa hiyo nikawa nasema ngoja nimsome wosia wa Daudi kwa Suleiman. Unajua mtu anapokaribia kufa manake anachagua cream ili kukuachia wewe. Anachagua maneno ambayo ni majani ambayo anajua yatakusaidia kuvusha. Kuna Daudi nikashangaa na yeye akamwambia Suleiman omba sana. Sisemi kuomba ni kitu kibaya, no. Hapo ndio sababu toa sana. Akatafuta kitu ambacho Suleiman anakuwa kikifuata mwanangu you will be successful. Anasemaje? Anasema hivi. Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Inasema basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia. Akamuhusia Sulemani mwanae. Akafanya nini? Akamuhusia. Maana yake anakaribia kufa. Tunaposema hivi, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Akana neno lake la kwanza la kumuhusia Sulemani. Basi uwe hodari. Imagine huyu mtu ambaye ametembea na Mungu, afu wosia neno lake la kwanza uwe hodari. They are not serious this week. Yani kama namuona Suleiman anachanganyikiwa, mzee ana mimi nakufa, wataka survive, wataka number 1 uwe the same maneno ambayo aliyasema Musa, maneno hayo hapo bwana, ujionyeshe kuwa mwanamume. Hiyo ujionyeshe ni hali ya moyo. Hiyo wanaume, nilikuwa nafundisha kwa wanaume na kuelezea maana ya wanaume. Wanaume
ni zaidi ya kuwa na kiungo cha kiume. Wanaume ni hali. Ukiona wewe ni mwanaume, umempenda binti ana hela kuliko wewe na unaogopa kumfuata, ujue issue sio binti, ni hali. Umeelewa? Alafu kiendelea kusoma hapo chini, Daudi anamwambia kuhusiana na maandishi. The same kama Musa. Kwa hiyo nikasema kama hao watu wawili wanatoa wosia unaofanana, maana yake kuna kitu kwenye kazi na hali ya moyo. Bwana asifiwe. Naelekea kidogo. Okay. Turudi kwa Ibrahimu. Tulisoma sura ya 13, si ndivyo? Tukaenda 17. Sasa nawarudisha tena nyuma kama episode mwanangu. Yaani sasa hivi tunarudi season ya ngapi? Mwanzo sura ya 12, sura ya kwanza na watatu. Somo letu tunalijengea msingi hapa. Kwa wale wa ibada wanaofuata wao wataenjoy zaidi kwa sababu tuna muda mrefu hapa. Ukipata neema ya kubaki, just stay back. Na kuja kunipata tena sijui lini. Mwanzo 12:1 mpaka 3 Biblia inasema hivi. Bwana akamwambia Abraham. Mungu akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako. Kwa moja ya kitu Mungu akitaka kulikuza jina lako, lazima atakwambia toka. Unasikia? Namba toka. Mshafikia neno toka maana yake amefanikiwa, si ndio? Si ndio maana toka. Sasa anamwambia toka. Toka. Kwa kuna assignment ili ufanikiwe, lazima ukubali kwanza kutoka. Ili jina lako liwe kubwa, lazima ukubali kutoka kwenye mazingira uliyoyazoea. Toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Afadhali ahadi za Mungu sasa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Napenda sana kufuata ndio somo letu hili. Na kulikuza jina lako. Nimekuja mahali hapa kwa sababu Mungu anataka kukuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Nasemaje? Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaani nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hayo maneno yote nani haya? Somo letu tutapeleka huko. Katika wewe jamaa zote wa ukoo wako watabarikiwa. Katika wewe jamaa zote wa mtaa wako watabarikiwa. Katika wewe jamaa zote ofisini kwako watabarikiwa. Katika wewe jamaa zote. Kanisa sasa lifike hapo. Kwa nini lifike hapo? Kuna shida kwenye jina. Bwana asifiwe. Kuna mambo kama manne kwenye huo mstari. Mambo muhimu ya kuzingatia kama manne. La kwanza anamwambia toka uende katika nchi nitakayokuonesha. Nchi iliyoandikwa hapo ni ardhi. Hakikisha unamiliki ardhi. Hata ikiwa ni 20/20. Hakikisha unamiliki. Mungu ameahidi atakupa, useme mimi sina hela. No. You have it. Hapa Ibrahimu anaambiwa atoke kwenye ardhi ya baba yake, akaende huko. Namba 1, anaomba wewe wanafunzi ni gani? Hakikisha una ardhi. Tuko kwenye nchi ambayo ardhi ipo mkuki. Kwa context ya nchi yetu, hakikisha una ardhi. Mwaka usiishe hujamiliki ardhi. Na Mungu akupe neema. Aliyedaka ile neno anaenda kupokea ardhi. Aliyekamata ile neno mwaka hauishi anapata ardhi. Hapo kwanza. Namba 2 anasema nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Anasema nitakufanya taifa kubwa. Hapo tena anazungumzia ardhi. Anazungumzia watu. Unahitaji watu. Mungu akupe watu. Hutotoboa bila watu. Hautofanikiwa bila watu. Nimekuja hapa kwa sababu kuna watu ninahusiana nao. Lazima uwe na watu watakao kusemea mazuri, watu watakao kupambania, watu watakao simama na wewe kwenye hali ngumu nzuri. Watu
need people. Ama nitakufanya kuwa taifa, unahitaji watu. Kwa kama kuna mambo ya kumwomba Mungu, kama kuna vitu vya kumwomba Mungu, mmoja wapo Mungu ndivyo watu. Ndio Musa anasema, hukunionyesha ni nani wa kwenda naye. Ni mtu, sio nguvu. Ninaangaika na nguvu za kiroho, ni za muhimu, ila ukiwa nazo bila watu utoboi. Kwa sababu hiyo jifunze kuishi na watu. Watu wengi wana vipawa, wana makarama, lakini hawatoki. Kwa nini? Hawana watu. Jifunze kuishi na watu. No kabisa, ya kawaida tu. Jifunze kuishi na watu. Kuna mami. Namba 3 kwenye hiyo tunayosoma sema nitakubariki. Hiyo nitakubariki hapo ni vitu na mali. Mungu akupe vitu. Mungu akupe mali. Muendeshe magari mazuri. Mjenge nyumba nzuri. Muwe na maviwanda. Muwe na plants, products, mali. Nitakubariki. Kwa hiyo jambo la 4 nitakubariki. Sasa sitaki kuingia deep kwenye hayo mambo. Kila mmoja kwenye kitabu itaingia deep sana. Nitakubariki vitu, mali, vitu. Yaani kuna wakati Mungu akaanza kunibariki na vitu akasema, okay. Hadi tunauliza, mwalimu unapata wapi hela? Kama Mungu anasema nitakubariki. Alafu namba 4 anasema kulikuza jina lako. Ndio somo letu liko hapo. Kulikuza nini? Jina lako. Alafu kulikuza jina lako anaandika pale, nitalikuza jina lako ili uwe baraka. Kwa nini Mungu analikuza jina lako? Anasema ili uwe baraka. Alijua anasema nitakubariki. Unaweza ukawa na vitu na usiwe baraka. Si unanielewa? Unaweza ukawa na mali na usiwe baraka. Ila hauwezi ukawa na jina zuri usiwe baraka. Anasema nakulikuza jina lako. Kwa nini analikuza jina lako? Ili uwe baraka. Ili uwe baraka. Ili uwe baraka. Your name should bless people. Yaani watakisema nafahamiana na mwalimu wako, wow, una raha, umebarikiwa, ni mtu. Yaani kuna watu wanakusikiliza sio kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya jina unalotanguliza mbele. Mimi kuna sehemu siku moja mchungaji wangu miaka kama 10 imepita hivi. Niko zangu wameshanapiga kana mwanangu. Kwa TNG. Popote utakapoenda tumia jina langu. Na kajina kidogo mchungaji wangu. Mungu alipoanza kunifundisha hili somo ndio nimeelewa zaidi. Yaani tunasema kweli kuna sehemu tukia kesi fulani nimeenda karatu kwa ndani wa Pentecost wakataka kunihudumia na semina yangu nini nimeandaa vijana kwa nikawaitisha kikao cha CBCT ya kule. Kufika kule cha kwanza kaniuliza, wewe ni mtoto wa nani? Kama mimi naelewa na mchungaji Bruno Mkono. Nikasema, mkurugenzi wetu. Kesi ikaisha. Unafikiri kichwa sababu ni zile pointi zangu. Hata kuziongea sijaziongea. Kilichosofu ni nini hapa? Kwa amefanyika baraka. Wala yuko wani nikuja kumalizia miaka kupita. Ila nitaenda mwanangu, tumie jina lako. Use it. Kwa nataka na wewe ifike hatua watu wanatumia jina lako. Watu wakisema jina lako, sema mimi ni mtoto mama yangu mzazi ameshastaafu kwa ni mmoja wa wakurugenzi wa mamlaka ya anga. Kwa niambia mwanangu, popote kwenye nchi utakapokuwepo, umekwama popote, nenda airport yoyote, sema mimi mtoto wa Rose, utasaidiwa. Na kweli nikauma kwa kiapo nataka kuahirisha shule. Akaja hivyo, sasa sitaka kwenda. Mara akapiga simu kwa meneja ya airport ya Arusha. Yule meneja akaja, "Kama wewe uko hapa na usemi, sisi ndio wazazi wako." Nikapeleka hospitali ya maana. Nikafanya hivi. Yaani hata siku hiyo wewe umekuja hapo unasema, unaendeleaje? Haujamisikia kwa nyumbani, njoo." Jina lako. Na Mungu alikuza jina lako uwe baraka. Uwe baraka. Leo mpaka leo sisi tunaitwa uzao wa Ibrahimu. Jina. Nataka ujue jina ni noma, hatutofika kwenye somo. Ni hapo ilikuwa mbele. Ilifika hatua ambayo Mungu anamheshimu sana Daudi kwa kiwango ambacho anawaza nipe nini Daudi. Nipe nini huyu jamaa? Mtu anaupendeza kwa Mungu akaamua kumpa zawadi ambayo hajawahi kumpa mwanadamu yoyote. Hajawahi. Akamwambia hivi, akaamua kushare jina la mwanae na Daudi. Yesu anaitwa Yesu.
mwana wa Daudi, sio Yusufu. Bartimayo alipata wapi wa ufunuo? Anapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, jina lako. Sina nielewa watu wa Mungu tunafundisha magumu. Jina iwe baraka. Sasa nataka nimalize. Nataka ibada ishe saa 4:30 simama. Nakuja sije tutaendelea. Muda wangu mimi mwalimu nifika hapa tena. Sasa mambo hiki hapa cha mwisho. Alafu na niangalau hiki cha mwisho. Tukaje niruhusu basi hiki cha mwisho. Inawezekana mpo afya. Hawapo sawa, usimame. Ukirudi na warudisha Mwanzo, umesoma sura ya 12, umesoma 13, umesoma 14, na warudisha sura ya 11. Sura ya 11 kitabu cha Mwanzo ni ajabu sana. Kwenye mistari 9 ya sura ya 11 kitabu cha Mwanzo inaongelea ishu ya mnara wa Babeli. Si sawa? Inaongelea ishu nini? Mnara wa Babeli. Yaani ni kastori kametokea from nowhere. Kama sio msomaji wa Biblia unaweza kujiuliza, sasa unasoma huko ukifika pale kama amehama mwandishi. Afu mistari kadhaa Babeli hapo na tena kwa Ibrahimu. Sasa ukikama sio mchambuzi au msomaji kama sisi, unaweza kusielewa. Sasa Babeli ilikuwa na kiongozi. Huyu kiongozi ni sasa wao tunasomea 11:4 mpaka 6. Wakasema msaba kwa kusoma msaba wa 4 sasa. Wakasema, "Haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni." Si ndio mnasemaga alitaka kujenga mpaka mbinguni? Sasa sababu wao wameisema ndio yenye nguvu. Anasema sababu tujifanyie jina. Is not kufika tu. Haikuwa kujenga mnara ili sifa. Tujifanyie jina. Unafikiri hilo jina ni makwaya? No. Utapita kwa sababu unajua wengine. Sasa tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Sasa kitu walichokosea watu wa Babeli ni hicho hapo. Mungu kwenye Mwanzo ananiambia mtawanyike, nendeni ulimwenguni kote mkaijaze nchi. Wao wanasema tujifanyie jina ili tusitoke. Wakati Mungu anajifanyia jina kwa kutoka. Matendo ya Mitume nasema wakaitwa mara ya kwanza wa Kristo Antiokia baada ya kutoka. Walipokuwa wanakaa pale hawakuitwa wa Kristo. Baada ya Sauli kuja akawafanyia fujo wakaanza kutawanyika. Walipotawanyika Biblia inasema wakaitwa wa Kristo. No, for the first time wa Kristo wanatokea. Jina. Kwa hao wanaenda against na Mungu. Ndio kosa walifanya la kwanza. Hasa kanambia Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa kujenga wanadamu. Bwana akasema, "Tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio yanazimia kuyafanya. Wala hawatazuiliwa neno waliokusudiwa." Sasa kwenye hiyo project mwamba alikuwa anaisimamia alikuwa ni Nimrod. Alikuwa ni nani? Nimrod. Kwa hiyo anafanya yeye anaongoza hicho kitu. Sasa sababu ndio iko mbaya. Angalia sasa huyo Nimrod alikuwa ni mtu wa namna gani? Mwanzo 10, rudi sura ya 10 sasa. Bwana leo tutafika ni sura ya kwanza. Mwanzo sura ya 10 sura 8 hadi 10 sasa. Kushi akamzaa nani? Nimrod. Afakaenda na wafuata. Akaanza kuwa mtu hodari. Daudi alikuwa nani? Hodari. Musa alikuwa nani? Yoshua alikuwa nani? Nimrod. Umeelewa kwa nini wao wanasema Hosea wao wa kwanza? Anasema akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu wanaona hapa hajakengeuka. Anaenda mbele za Bwana. Nimrod hajakengeuka. Kwa hiyo watu unena kama Nimrod hodari wa kuinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake. Angalia kama kwa Mungu alimwambia Ibrahimu, "Nitakukuza wafalme wanatoka kwako." Kwa sababu kuna bwege mmoja analeta agenda tofauti. Huyu jamaa alikuwa na falme. Huo mmoja wapo ndio huo mji wa Babeli. Sasa mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli, akajenga nchi nyingine inaitwa Ereku, akajenga nyingine inaitwa Akadi na Kalne na katika nchi ya Shinari. Huyu mwamba
aliyeitwa Nimrod. Alikuwa ni mtu gani? Hodari. 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 Hebu kwa umesimama. Mtanogewa naendelea. Yaani hapa hivi nilikuwa nawaambia mtazamo wao Mungu atusaidie ngapi. Sasa nimewaambia kazi na hali ya moyo, si ndivyo? Sasa niwamalizie na hiyo ya neema yenu. Jina jema na neema. Ukaona jina jema na nini? Na neema. Angalia Methali 22:1. One of my favorite mstari kwenye Methali. Methali 22:1 inasema hivi: heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Unafikiri jina wanasema hapa ni princess? Unafikiri anasema hapa ni heri kuchagua jina jema. Yaani anasema hivi, ukiweka jina jema na ukiweka mali nyingi, heri uchague jina jema. Asa na neema kuliko fedha na dhahabu. Ndio Musa alikuwa anamwambia Mungu, angalia moja ya Musa ndio hiyo. Mungu umesema unalijua jina langu. Alafu amesema nami nimepata neema. Ndio hiyo. Musa alichagua jina jema badala ya mali nyingi. Alitakiwa awe mfalme Misri. Alitakiwa awe mfalme Misri. Na Misri ndio ilikuwa inatawala ule ukanda wote. Maana yake kuwa mfalme alikuwa na mali yote haya. Ila kama no. Anasema ni heri kuteseka pamoja na Mungu kuliko kujishibisha na mali za Kimisri. Kwa sababu hiyo mimi jina Mungu akampa Musa bonge la jina, mpaka leo tunajifunza kwa Musa. Heri kuchagua jina jema. Sasa tunalichagua jina jema, ibada ya pili na tutagusia kidogo. Jina la Yesu ni ngome yangu. Jina la Yesu ni ngome